Sauti hazitoshi. Dodoma oye! Mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan oye! Dr. Philip Mpango, makamu wa rais oye! Na nyie wenyewe wana Dodoma oye! Maonyesho safi. Mheshimiwa Profesa Joyce Ndalichako, mbunge, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Mheshimiwa Anthony Mtaka, mkuu wetu mpya wa mkoa wa Dodoma, mkuu wetu wa mkoa, nasema Mheshimiwa Anthony Mtaka, mkuu wetu mpya wa mkoa wa Dodoma. Pigeni makofi mkuu wetu. Wote mnajua kuwa alikuwa Simiyu na leo yuko hapa. Wana Dodoma tuna matumaini makubwa. Karibu sana. Mheshimiwa Dr. Festus Ndugange, mbunge, naibu waziri wa nchi, ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Pauline Gekul, naibu waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Dr. Leonard Yakwilapo, katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Natambua leo tunaye mama yetu, Mama Aida Maulid, mkurugenzi wa elimu ya juu Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na ndiye anayemwakilisha katibu mkuu wa Wizara ya Elimu ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Nyongo, mbunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge inayoshughulikia masuala ya elimu. Mheshimiwa Anton Peter Mavunde, mbunge wetu wa jiji la Dodoma, ambaye pia tunaye hapa. Dr. Adolf B. Lutayunga, katibu mtendaji wa NACTE. Lakini pia tunaye Profesa John Kondoro, mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi NACTE. Bwana Francis Nanal, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya sekta binafsi Tanzania, ambaye pia leo tunaye hapa, na wajumbe wote wa baraza la NACTE, wenye viti na wajumbe na wa bodi za kitaalamu za NACTE, viongozi wa serikali kwa ngazi mbalimbali ambao pia tumejumuika pamoja leo. Tunatambua uwepo wa wakuu wa taasisi na mashirika mbalimbali, wakuu wa vyuo vya elimu na mafunzo na ufundi kote nchini, manake bara na visiwani, viongozi wa dini, na leo tunao mashehe wakiongozwa na shehe mkuu wa mkoa, lakini mababa askofu, mapadre na wachungaji ambao pia tayari wameshabariki maonyesho haya ya wiki nzima. Wafanyakazi wote wa NACTE, viongozi wa vyama vya siasa, natambua uwepo wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao pia anakuja kushuhudia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, washiriki wote wa maonyesho haya. Na leo tunao wanafunzi kutoka vyuo vya elimu ya juu, lakini pia sekondari pamoja na shule za msingi, ambao pia wameshiriki kwenye maonyesho, lakini pia kuja kushuhudia uzinduzi wa maonyesho haya. Bila kuwasahau wanahabari wetu, mnafanya kazi mzuri, lakini hatuwezi kuwasahau pia wasanii wetu, Mpoto Band wakiongozwa na mjomba Mpoto, lakini pia na kikundi chetu maarufu sana kinaitwa Mwinamila. Hongera sana. Na kamanda leo akavaa jezi nzuri kabisa kama ile ya Harmonize ya kuweka vijiko na nini, na yeye amepachika vitu. Hongera sana, tumpigie makofi Mwinamila. Wageni waalikwa wote, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Na wasalimu kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sijaisikia vizuri. Na wasalimu kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakika kazi iendelee. Ndugu washiriki, awali ya yote nami niungane na wenzangu walionitangulia
kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa afya njema leo na kutujalia kuja hapa kushuhudia tukio hili kubwa la uzinduzi wa maonesho yatakayochukua wiki nzima hapa jijini Dodoma. Ninajihisi kuwa mwenye bahati sana na wizara hii ya elimu. Hii ni mara yangu ya 3 nikishiriki maonesho mbalimbali yanayotokana na ubunifu, ufundi, teknolojia na utafiti ambayo yanaendeshwa na taasisi zetu na vijana wetu, wanafunzi na wabunifu mbalimbali kwa kuonesha kwa jamii inayotuzunguka. Nikiwa hapa Jamhuri tumeshafanya mara 2, lakini pia na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam juzi hapa nilikuwa pale kushuhudia kazi za wasomi wetu watafiti na ubunifu. Lakini nakumbuka tarehe 11 mwezi huu wa 5 nilikuwa hapa kufunga mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu inayojulikana kama KISATU kwa mwaka 2021, na leo hii tena ndani ya uwanja huu wa Jamhuri nimekuja kuzindua maonesho haya ambayo ni ya pili kwa elimu na mafunzo na ufundi, yanayojumuisha kazi mbalimbali za Watanzania wabunifu wanaokuja kuonesha namna ambavyo wanashiriki katika kuboresha uchumi wa nchi yetu. Hivyo basi nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wenyeji wetu wa mkoa wa Dodoma wakiongozwa na Mheshimiwa Anthony Mtaka, mkuu wetu wa mkoa wa Dodoma, kwa kutukaribisha na kukubali shughuli hii iendelee hapa Dodoma. Kwanza sisi wana Dodoma tunafurahi kwa sababu inatupa nafasi ya kuja kuona ubunifu, lakini pia kujifunza mengi ya maonesho haya, lakini pia mwishoni tunaweza kuzipata hizi bidhaa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunakushukuru sana, endelea na tabia hiyo. Na Dodoma hapa ndio makao makuu ya nchi na makao makuu ya serikali, kwa hiyo hapa ni mahali pake. Kwa hiyo niombe tena Wizara ya Elimu, maonyesho mengine mje hapa Dodoma, kwa sababu hapa ndio makao makuu ya nchi. Dodoma oye! Makao makuu ya nchi oye! Lakini vile vile nalipongeza sana Baraza la Taifa la Elimu na Ufundi NACTE, ambalo kwa kushirikiana na taasisi ya sekta binafsi Tanzania pamoja na vyuo vinavyotoa elimu na mafunzo ya ufundi, kwa kutoa mchango mkubwa sana wa kuanza kuleta na kukaribisha mabanda ya taasisi mbalimbali zaidi ya 150 ambazo zitakuwa hapa. Na kabla sijaendelea kueleza nini nimewaletea leo wa Tanzania kupitia wana Dodoma, nimekuja na mzigo mzito wa salamu kutoka kwa mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Amenituma niwasalimie, pokeeni salamu zenu. Lakini pia Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wote wawili hawa wanafuatilia tukio hili kupitia television zetu, naye pia amenituma kuleta salamu zake. Pokeeni salamu zenu wana Dodoma. Kama ambavyo nimesema, wanafuatilia mwenendo wa maonesho haya na hasa uzinduzi huu. Wanaamini kuwa maonesho haya yana mchango mkubwa sana kwenye uchumi wetu wa nchi, lakini maonyesho haya yana mchango mkubwa sana katika kukuza vipaji vya Watanzania, katika kubuni mambo mbalimbali ambayo pia tumeyaona. Lakini uelewa wa nini nchi hii inayo fursa za kutosha ambazo sisi wote tunaweza tukaamua kujikita kwenye fursa hizo. Lakini pia natambua kuwa maonesho haya mwendelezo wa kongamano lililofanyika jana, lilokuwa linajadili, lakini pia ushirikishwaji wa wadau mbalimbali ikiwemo serikali, vyuo na waajiri kutoka sekta binafsi katika kukuza ujuzi na umahiri wa rasilimali watu ya taifa hili la Tanzania. Juhudi zote hizi zinaonyesha kuwa mnatekeleza kwa vitendo dhamira ya serikali yetu inayoongozwa na mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ya kushirikiana na sekta binafsi katika kukuza maendeleo haya, lakini pia katika kuweka msisitizo umuhimu wa elimu tulionayo hapa nchini. Baada ya kuwasili katika uwanja huu,
nimepata fursa kutembelea baadhi ya maonyesho machache kati ya mengi, na mengine yataendelea kupangwa maeneo mbalimbali. Nimejionea shughuli mbalimbali zinazofanywa na Watanzania kupitia vyuo na taasisi zetu binafsi na zile za serikali. Hakika Watanzania tunaweza, tujipigie makofi Watanzania. Napenda kusema kwamba nimevutiwa sana na maonyesho haya, na naamini maonyesho haya kadiri ya siku zinavyoendelea Watanzania tutanufaika zaidi na tutafurahishwa zaidi. Nitoe wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Dodoma na mikoa ya jirani, na yeyote ambaye anakuja Dodoma kwa kupita, atumie muda wake kuja hapa uwanja wa Jamhuri kuja kuona maonyesho haya. Na maonyesho haya yatakuwepo hapa kwa siku 7, ambako kila mmoja kwa wakati wake atapata fursa ya kuja kuona vitu mbalimbali. Na mimi nasema leo tunaye mjomba Mpoto hapa na Mwinamila. Hawa waendelee hapa, watengewe eneo lao. Wala wanakuja kuona maonyesho haya wapate na burudani. Mjomba Mpoto ana vitu vingi, ana uwezo mkubwa, na leo amepiga suti ingawa imeshonwa, jingine chini jingine juu. Mjomba Mpoto bwana, na yeye sare zake nchi hii hakuna ambaye anaweza kuiga. Lakini Mwinamila naye apate eneo lake, naye pia hawa anaburudisha. Wanapokuja hawa wananchi eneo hili wiki nzima, basi kuwe na burudani. Kwa hiyo wana NACTE, hilo msilisahau, tunahitaji eneo hili kuwa na burudani mbalimbali. Nitumie pia nafasi hii kuwapongeza washiriki wote wa maonesho ambao mmekuja hapa kutoka kote nchini kuja kuonyesha kazi za ubunifu mnazozifanya kwenye maeneo yenu. Nimetembelea sekta binafsi ambazo zinajishughulisha na ubunifu wa kutengeneza bidhaa mbalimbali kama pale Intertech. Lakini nimetembelea vyuo vya elimu ya juu. Nimeenda pale chuo cha usafirishaji cha taifa, ni chuo cha elimu ya juu. Lakini nimekuta wajasiriamali wadogo wadogo wanaonesha bidhaa zao, lakini pia wanaonyesha namna walivyokuwa wabunifu kwa kubuni kutengeneza bidhaa mbalimbali. Nimeona pia maeneo mengine, shule zetu za msingi na sekondari nazo pia zitaonesha hapa wiki nzima. Hakika kwenye maonesho haya mtafaidika kuona mambo mengi. Tunaona pia na huduma za kibenki ziko hapa. Mabenki yetu yote yako hapa. Naona pale CRDB, LNB, Azania na NBC wote wako hapa. Hapa kila kitu kitapatikana hapa katika wiki hii ya siku 7. Maonesho haya imeandalia vizuri na kwa kweli yatakuwa navutia wengi. Kazi yangu leo mimi ni kuja kuzindua tu. Lakini ninapokuja kuzindua lazima niwaambie wageni waalikwa wote, mabibi na mabwana, kwamba maonesho haya mwaka huu yana kauli mbiu inayosema kuimarisha ushirikiano wa wadau katika kukuza ujuzi kwa maendeleo ya uchumi wa viwanda. Niseme tu kwamba kauli mbiu hii inakwenda sambamba na ajenda ya serikali yetu inayolenga kufikia uchumi wa kati na wa juu na ule ulioko endelevu. Kauli mbiu hiyo pia inaunga mkono maelekezo ya serikali yetu inayoongozwa na mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, yanayotokana na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 mpaka 2025, ambayo yanaitaka serikali kubuni mikakati zaidi ya kujenga uchumi wa viwanda jumuishi, fungamanisho, shindani, vinavyotumia malighafi za ndani, teknolojia ya kisasa na kukidhi mahitaji ya soko la ndani hata nje ya nchi pia. Hizo bidhaa nilizoziona hapo, huo ubunifu niliouona hapo, unakidhi kuingia kwenye masoko ya ndani ya nchi na pia na nje ya nchi. Kwa hiyo muhimu tukauonyesha, lakini baadaye tuongeze ubunifu zaidi, tuzalishe bidhaa hizo ziwe nyingi, tuanze kuzipeleka kwenye masoko. Hayo ndio malengo tunayoyalenga. Na hii itasaidia pia wale ambao walikuwa hawajapata fursa kubuni kitu waendelee kubuni. Nataka niwaambie pia kwamba ubunifu huu tutauendeleza. Kila mwaka utakuwa na maonesho ambayo
yatakuwa yanaendelea kuwaelimisha Watanzania wenzetu. Haya, Shehe wa mkoa anasema sio adhana bali ni kisomo cha kawaida. Kwa hiyo tuendelee. Ndugu washiriki, maonyesho haya ni jukwaa zuri kwa washiriki na wananchi wote kuona mchango mkubwa unaotolewa na vyuo vyetu vya elimu ya ufundi na waajiri hapa nchini katika kukuza ujuzi tulionao. Nitoe wito kwa vyuo vyetu vya elimu na mafunzo ya ufundi kutumia fursa hii vizuri katika kuona kazi wanazozifanya, lakini pia mafanikio wanayoyapata katika kazi hizo, na kufanya tathmini ya namna inavyoweza kufanikiwa, lakini njia hiyo iendelee kujipima ili kuona ni kwa namna gani vinaweza kutoa elimu na mafunzo ya ufundi bora yanayokidhi mahitaji ya sasa, hasa kwenye soko letu, na kutoa fursa kwa vijana wetu kuweza kujiajiri na wengine kuwaajiri wenzao. Dira ya Taifa Maendeleo ya mwaka 2025 imeweka wazi kuwa elimu ni kipaumbele cha juu, kwani ndio kitovu katika kuleta mabadiliko ya kiuchumi kwa jamii yetu. Kadhalika, ulimwenguni kote elimu na mafunzo na ufundi stadi hujulikana kwa mchango wake mkubwa katika ukuaji wa maendeleo ya viwanda, lakini pia uchumi na ustawi wa jamii yake. Kwa kuzingatia hilo, vyuo vyetu na taasisi zetu zinazotoa elimu hii ni lazima vihakikishe vinatoa elimu bora inayokidhi viwango na mahitaji ya soko la sasa la ajira. Kwa upande mwingine, tunatambua kuwa elimu ya ufundi ni mkakati muhimu sana utakaosaidia kubadili fikra na mitazamo ya raia wetu ili waweze kuelimika na kuwa mahiri katika stadi na maarifa kusaidia kukabiliana na changamoto za maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo ni dhahiri kabisa kuwa elimu ya ufundi ina umuhimu mkubwa sana kwa wadau wengi na hasa waajiri wetu ambao pia leo hii tunao hapa wakiongozwa na mwenyekiti wa taasisi ya waajiri Tanzania ATE. Kwa msingi huo, ninatoa shukrani na pongezi nyingi kwa wadau wote waliotambua umuhimu wa maonyesho haya na kuamua kushiriki au kuchangia gharama za maandalizi yake, kwani jambo hili limekuja wakati mwafaka. Taasisi binafsi za sekta binafsi ina mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya kiuchumi kwenye nchi yetu, na ushiriki wenu umeendelea kufanya taifa hili kuwa linaenda kujipanua kiuchumi. Lakini pia taasisi za vyuo vikuu, vyuo vya kati, upande wa elimu ya sekondari na msingi, tumeendelea kuona idadi kubwa ya vijana wetu wakiendelea kubuni vitu mbalimbali, na ndio kwa sababu tunaimarisha masomo ya sayansi kwenye shule zetu za sekondari kutoka ngazi ya msingi. Kwa hiyo hili litaendelea kuboresha zaidi ubunifu kwenye taifa letu. Ndugu washiriki, naomba nizungumzie sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014. Sera yetu ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 inatamka kwamba Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inao wajibu wa kusimamia mfumo wa kitaifa wa sifa linganifu wa tunzo kwa ngazi zote za elimu na mafunzo ili kurahisisha wahitimu kuweza kujiendeleza kielimu na mafunzo. Na kwa kuwa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi ndio watekelezaji wakuu wa jukumu hilo, ni lazima lihakikishe linatekeleza wajibu huo kikamilifu. Tumieni vizuri mamlaka mliopewa kisheria kwa lengo la kuendeleza na kuzalisha rasilimali watu bora kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Hakikisheni mnatekeleza wajibu huu kwa kuwa karibu na wadau katika soko la ajira ili kubaini mahitaji ya soko la ajira na ujuzi stahiki kwa wakati husika. Lakini pia hakikisheni mnabuni mikakati mbalimbali
ikiwa ni pamoja na kuandaa maonesho kama haya ili kuweka karibu taasisi zote za elimu ya ufundi na waajiri wao kuweza kuwafikia wananchi kwa kuonyesha kazi mbalimbali zilizobuniwa na wabunifu kutoka maeneo yetu. Kwa kufanya hivyo, itakuwa rahisi kubaini aina ya ujuzi unaohitajika kwenye soko, lakini pia kuzalisha bidhaa nyingi zilizobuniwa ili ziingie kwenye soko na zianze kunufaisha kwa matumizi na watu wetu. Tumeona ushiriki wa vijana wa kiume na kike kutoka kwenye vyuo vyetu, na mimi nimepata maelezo mazuri sana mtaalamu wa kike kutoka chuo cha madini hapa Dodoma anavyoweza kushiriki kwenye utafiti wa gesi na mafuta. Jambo hili limeleta faraja, na ndio kwa sababu naendelea kurudia kwamba Watanzania hatuna sababu ya kuendelea kujidharau. Tunaweza, tujipigie makofi. Tukimpigia makofi yule binti yetu pale, lazima tutembee tukiwa tunajua kwamba uwezo tunao na taasisi tunazo na serikali yenu ipo na sasa inaongozwa na Mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, ambaye ameshaonyesha mwelekeo wa kuwaunganisha Watanzania, ameonyesha mwelekeo wa kuunganisha taasisi zetu, lakini ameonyesha mwelekeo mkubwa zaidi wa kuunganisha serikali na sekta binafsi ili katika kuleta tija ndani ya serikali. Ndugu washiriki, nyote mnajua na kukubaliana nami kwamba tunahitaji mfumo rasmi wa kuandaa vijana wetu katika viwango vya juu vya maarifa na ujuzi wa stadi za kutenda ili kuweza kuwa na uchumi wa kati endelevu hadi kufikia uchumi wa kati wa juu. Lakini kadhalika tunahitaji kuimarisha mahusiano yetu na taasisi zinazotoa mafunzo na waajiri ili kuzalisha na kuendeleza rasilimali watu iliyo bora katika kada ya kati. Nilipoanza banda la kwanza kule, wale wanaita Intermec walieleza ni taasisi binafsi inasimamiwa na mtu mmoja binafsi, lakini katika usimamizi wake ametoa fursa kwa vijana mbalimbali wa ngazi ya taaluma mbalimbali kwenda kwenye eneo lake, kwenye kiwanda chake, kujifunza namna ya kubuni, kutengeneza mashine mbalimbali. Hii ni sekta binafsi. Kama sekta binafsi, ni lazima ishirikishwe kwenye mpango wa serikali wa kuhakikisha kwamba sekta binafsi na yenyewe inashiriki katika kutoa tija kwa taifa letu kwa kuendeleza ubunifu mbalimbali. Na mimi kupitia ofisi yangu ya ofisi ya waziri mkuu, ambayo anacho kitengo kinachopokea vijana wenye ngazi za kitaaluma mbalimbali, wasiosoma kabisa, waliomaliza darasa la 7, kidato cha 4, kidato cha 6, mpaka ambao wanahitaji kuwa na ujuzi ambao unaweza kufanywa na mtu yoyote kwa kufanya kazi za vitendo. Tutaungana na Intermec kwa kumpelekea vijana wetu wa Kitanzania ili kupata elimu ya ujuzi na waonyeshe ubunifu wao kutengeneza bidhaa mbalimbali. Hata kama hujasoma, utasomea huko huko kwenye kampuni hiyo ya Intermec ili uweze kubuni. Huo ndio mfumo ambao serikali nao sasa tunakwenda nao. Kwa hiyo, mkurugenzi mkuu wa sekta binafsi, endelea kuratibu shughuli hizi za sekta binafsi na tupe mrejesho wa mara kwa mara ndani ya serikali ili sasa tukujumuishe na hao wadau wote walioko kwenye sekta binafsi ili sasa twende pamoja. Na inawezekana. Kama leo tuko hapa pamoja na tunapamba maonesho haya na kuonyesha kazi mbalimbali, kwenda pamoja sasa tutafute mwendo mdundo ili tufike huko tunakotaka. Ndugu wananchi na ndugu washiriki, tunataka tujenge mahusiano mazuri, na mahusiano haya yatachangia kwa kiasi kikubwa katika kubaini changamoto za ujuzi na kuzipatia majawabu haraka. Hivyo tumieni maonesho haya kuimarisha mahusiano haya ambayo nimeyasisitiza, kila pande iweze kujifunza, lakini pia kubadilishana uzoefu kati ya mafunzo ya watoaji mafunzo hayo, waajiri na wananchi, wakiwemo vijana wetu ambao wanapenda sana kujiendeleza katika fani mbalimbali. Ndugu washiriki, serikali imeendelea kuimarisha mazingira ya kuwekeza katika sekta ya elimu nchini. Hadi kufikia mwaka 2021, baraza hili la NACTE limesajili jumla ya vyuo 430. Idadi ya wanafunzi waliojiunga na vyuo hivyo imeongezeka kutoka 117,478 ya mwaka 2015
hadi 172,512 kufikia mwaka jana wa 2020. Lakini yote haya ni kwa ngazi za astashahada na stashahada. Ongezeko hili limepanua wigo wa kutoa fursa kwa wahitimu wa kidato cha 4 kujiunga na masomo katika ngazi hizo. Lakini ongezeko hili limesaidia pia kutoa nafasi ya vijana waliomaliza darasa la 7 kujiunga kwenye vyuo vyetu vya VETA, na wale ambao hawakupata elimu kabisa kujiunga kwenye taasisi ambazo zinatoa elimu ya ufundi na ujuzi ili waweze kujiajiri na kuajiri wengine pale ambako mtu amejiendeleza zaidi. Hata hivyo, bado tuna changamoto, na changamoto hizi ni kubwa, na ukubwa huo ni wa kufikia mahitaji ya soko la ajira yanayokadiriwa kufikia idadi ya rasilimali watu yenye ujuzi zaidi ya milioni 15. Swala la changamoto la ajira sio kwa Tanzania tu, duniani kote, lakini kila nchi inatafuta mbinu za kukabiliana na changamoto hiyo. Moja kati ya mbinu muhimu ni hii ya kutoa fursa kwa wajasiriamali wabunifu kubuni vifaa mbalimbali, wanakuja hapa kuvionyesha kwa lengo la kutafutia pia masoko. Hiyo ndio mbinu moja kubwa. Mbinu ya pili ni msisitizo wetu wa ujenzi wa uchumi wa ndani ya nchi kupitia viwanda, kukaribisha wawekezaji nchini wa kujenga viwanda vya ukubwa tofauti tofauti. Hii ni mbinu ya kukabiliana na changamoto ya kukosekana kwa ajira, kwa sababu viwanda vina tabia kubeba watu kuanzia 100 na kuendelea, na vingine mpaka 1000. Kwa hiyo tunaendelea kukaribisha ujenzi wa viwanda nchini vya ukubwa tofauti tofauti. Tanzania tuna fursa nzuri ya kuendesha viwanda. Tuna malighafi mzuri za sekta zote, malighafi za kilimo, madini, mali asili, zote tunazo. Lakini pia tuna Watanzania wanaoajirika. Leo Watanzania tunaajirika, kwamba tunaweza tukachapa kazi kwa msisitizo wetu wa kuchapa kazi, wa hapa kazi tu. Kila mmoja anatambua umuhimu wa kufanya kazi. Kwa hii ni njia ambayo serikali tumeitumia ya kupambana au kukabiliana na upungufu wa ajira. Kwa hiyo milango tunaifungua hii ya kuonyesha kwamba Tanzania kuna fursa nzuri ya kuwekeza kwenye viwanda, pamoja na uwepo wa ardhi inatoa nafasi na sisi pia kupeleka vijana wengi wa Tanzania wengi kwenye maeneo hayo kwenda kuajiriwa, lakini pia kupata mbinu mpya ya kujiajiri. Hata hivyo, tunaendelea kuhakikisha kwamba uwekezaji katika nchi hii tunaimarisha pia kwenye eneo la elimu na mafunzo ya ufundi, ambako nako pia kutatoa waajiriwa wengi sana baada ya kuwa wametopata taaluma. Katika kuimarisha sekta hii, Wizara ya Elimu sasa imarisheni ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ili kukuza ujuzi huu kwa watu wetu hawa. Sekta binafsi ikiongozwa na mkurugenzi mkuu na wale wenzetu wa ajira, namuona mwenyekiti mtendaji, mkurugenzi mtendaji wa ATE. Serikali iko wazi kushirikiana na nyie wakati wote. Hakikisheni wakati wote mnapokabiliana na changamoto, njoeni serikalini. Sio taka tufanye kazi kama timu ili tuweze kukabiliana na hili ambalo liko mbele yetu la changamoto za ajira. Serikali kwa upande wetu tutaendelea kuweka sera mzuri sana zinazotoa fursa pia pande zote, kwenu hata sekta binafsi, kuhakikisha kwamba tunapata mafanikio, ikiwa ni jitihada za kuunga mkono taifa letu ambalo leo tumeliwekeza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata maendeleo ya mtu mmoja mmoja, lakini pia ya nchi kwa ujumla wake. Tunachofanya sasa ni endelea kutoa wito kwa wadau wote, tuendelee kushikamana, tuendelee kuhakikisha kwamba tunazungumza lugha moja, kuhakikisha kwamba mwelekeo huu unaeleweka kwa watu wote. Na mimi naendelea kuwashukuru vyombo vya habari kwa kazi nzuri mnafanya kuelimisha umma wa Tanzania umuhimu wetu katika taifa hili, umuhimu wa taifa hili kujielekeza kwenye maendeleo. Maendeleo yatatujengea uchumi ambao utatuwezesha kutoa huduma mbalimbali kwa Watanzania. Kwa hiyo wanahabari wetu, endeleeni na kazi hiyo, tunawategemea sana. Tukiunganisha haya tunayosema, serikali na sekta binafsi, na kwenye sekta binafsi huko kuna waandishi wa habari, tunaelimisha umma kwa yale yaliyo mema, tutafanikiwa sana. Kwa hiyo tufanye hilo ili tufike mahali pazuri. Ndugu washiriki, pia nalielekeza Baraza letu la Taifa la Elimu ya Ufundi NACTE kuendelea kuimarisha usimamizi
na kuvisaidia vyuo kutoa elimu inayozingatia viwango vya ubora na vyenye kukidhi mahitaji ya soko la sasa na yajayo. Nilipotembelea chuo cha taifa cha usafirishaji, nimekuta mambo mengi sana. Nimeonyeshwa kozi nyingi zinazofundishwa, lakini pia nimeonyeshwa baadhi ya kozi ambazo zimeleta kuonesha kazi zao hapa. Nimemkuta kijana wa Kitanzania anayesoma pale kwenye chuo kile, anabuni kutengeneza mguu wa ndege, na anaonyesha mguu wa ndege ukijishusha ili tuwe na kuinua, kuuficha kama inavyofanya ndege ikiwa angani. Haya yanafanywa na mtoto wa Kitanzania kutoka kwenye chuo chetu. Tumpigie makofi yule kijana. Nani alijua kama kuna Mtanzania anaweza kutengeneza mguu wa ndege ukaweza kujitoa na kujirudisha ndani? Sasa hiyo ni hatua ya kwanza. Anasema sasa anatafuta, anaitengeneza breki ya gurudumu la ndege. Hivyo tunajua breki yake inafungwaje? Mbona ndege inakwenda kasi sana, breki ile ikoje? Sasa anatuambia eti breki yake ya ndege tairi linazunguka kwa kwenda kwa nyuma wakati inakwenda kwa mbele. Sasa haya maajabu yako kwa Watanzania ambao leo hii tutakuja hapa kuona na kupata maelezo. Lakini nimekwenda hapo mbele nikakuta chuo hicho kinatoa ajira nyingi kwenye sekta ya maeneo ya maji. Kuna kijana pale anajua kuendesha boti na meli. Sasa hivi tunaanza kuona pia uendeshaji wa hata meli hizi, boti zinaendeshwa na Watanzania wenyewe. Na siku moja nikiwa kule Mwanza nilikuta mama ndio anayeendesha ile meli. Jambo hili pia nalo lilileta faraja sana. Bila sema Watanzania hatuna sababu ya kujidharau. Tunaweza na inawezekana. Na kwa mwongozo wa serikali yetu hii ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan tutafika mbali. Muhimu tuendelee kumwombea mama yetu. Tuendelee kumwombea makamu wake. Hawa viongozi wawili hawa wafanye kazi vizuri. Mwenyezi Mungu aongezee afya na maarifa, na miongozo hii iendelee kusimamiwa vizuri. Hilo litatokana na dua zetu kwao. Sisi wengine mkitaka na nyie mtuombee na sisi wengine. Ili tuendelee kuchapa kazi, ili tuunganishe na kazi ambazo wanatutuma viongozi wetu kule juu. Malengo yetu tufikie hatua mzuri. Ndugu washiriki, sasa naelekea kuhitimisha kazi yangu. Natambua uwepo wenu, mabibi na mabwana. Mimi katika uhitimishaji huu ni kusisitiza tu kuwa utoaji wa elimu ya ufundi ambayo leo tunaona kazi mbalimbali zinatokana na elimu ya ufundi ni kutoa majibu ya matatizo ya jamii na inayoandaa vijana wenye umahiri na waweza kupambana na changamoto za maendeleo katika ulimwengu wa sasa wa sayansi na teknolojia. Kwetu sisi ni jambo la msingi na ni jambo muhimu sana. Kwa elimu ya ufundi haina budi kuwaimarisha wanafunzi na wananchi wetu kutatua matatizo yanayokabili taifa letu, wanaoweza kupambana changamoto za wakati wa sasa na ujao, na hakuna mtu mwingine wa kutufanyia haya isipokuwa Watanzania wenyewe. Kwa hiyo elimu ni lazima iwaandae vijana wetu, iwaandae Watanzania kuwa pia watengenezaji wa ajira, badala ya kuwa tunaendelea kutafuta ajira huko nje. Huku ndani tukiwa tuna fursa ya kuweza kutengeneza hayo. Lakini pia niendelee kuwashukuru viongozi kutoka Wizara ya Elimu kiongozwa na Profesa Ndalichako na timu yako yote mpaka kwenye taasisi yako NACTE kwa kazi mzuri na maandalizi mazuri. Lakini pia niwashukuru taasisi za sekta binafsi, waajiri na wale wote ambao wamejitokeza leo katika kufanikisha maadhimisho haya. Niwashukuru pia wadhamini wetu kadiri walivyoorodheshwa kwenye daftari la wadhamini ambao wamesaidia maonesho haya kufanikiwa, na wote kila mmoja kwa ushiriki wake. Kwa kweli lazima niwashukuru kwa sababu leo tunaanza na hali iko hivi, naamini mpaka siku ya kuhitimisha hali itakuwa mzuri zaidi. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, baada ya kusema haya yote, niendelee kuwatakia maonesho mema na yenye mafanikio. Na sasa basi nitamke rasmi kwamba
Maonesho ya pili ya elimu na mafunzo ya ufundi kwa mwaka huu 2021 yamefunguliwa rasmi. Makofi, vipijo, vigelegele. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Asante sana kwa kunisikiliza. Makofi mengine makubwa sana, tusimame tumpigie makofi Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana kwa hotuba nzuri na kutufungulia maonyesho haya ya pili. Mwenyezi Mungu akubariki sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ratiba yetu inaenda mwisho sasa. Zoezi linalofuata